Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wapendwa wa Kristo, wanaojitambua na wasiojitambua, iko hivi. Naposema hivyo namaanisha kwamba Yesu Kristo ni mpendwa wa watu wote, kwa maana kwamba yeye kama yeye anapenda kila mtu, kama jinsi tunavyojua kwamba Mungu hakichuki chochote kile alichokiumba. Kwa kuwa Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu ambaye alikubali kujitoa sadaka kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu wote, baada ya kuwa Mungu ameamua kushuka katika jinsi ya mwili kuja kuokoa ulimwengu, baada ya kugundua kwamba mwanadamu aliyemuumba kwa makusudi mazuri amemwasi akapotoka, halafu ikamuumiza moyoni, akasema nitarudi, nitakwenda huko kwenda kumwokoa mwanangu mpendwa. Hapo ilikuwa ni mimi na wewe na yule na kila mmoja anayejifahamu na asiyejifahamu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni kipenzi cha kila mtu, ndio maana yuko tayari kumpokea mtu yote ule kwa wakati wote ule, saa yote ile, dakika yote ile. Ina maana habari ya upenzi wako na Yesu Kristo au na Mungu ni uko ndani ya uamuzi wako, kwa maana saa yote, dakika yote ile ambapo wewe unakuwa umeamua kwamba sasa nimeamua kabisa kwamba na mimi niwe mpenzi wa Kristo, inakuwa hivyo. Yeah, just a decision. Sasa wapendwa katika jina la Yesu Kristo, siku ya leo tunakwenda kujadili mambo kadhaa, lakini acha tumwombe Mungu kwanza, halafu twende rasmi. Nakushukuru mtakatifu Baba mbinguni, Mungu muumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu, katika siku hii na saa hii na dakika hii na wakati huu na katika fursa hii, Yehova, utupe kibali cha kutafakari sisi pamoja kama tulivyo wana wako wapendwa wako uliokuja duniani ukafanyika mwanadamu ili utuokoe sisi, kwa maana ulitumwa kwa makusudi mazuri. Naam, lakini tukapotoka ukasikia kutoridhika na kufurahi, ukasema nitashuka, nitakwenda kumkomboa tena mwanadamu ambaye nilimuumba kwa makusudi yangu mazuri. Utujalie leo kufunguka akili ili kuepuka mambo kadhaa ambayo yanatutenga na upendo wako na yanatutenga na ukweli kuhusu wewe, kuhusu neno lako takatifu. Pale tunapopotoka na pale tunapoyaendea mafundisho ambayo ni ya uongo, na pale ambapo baadhi ya watumishi wako wanakwenda kuzihubiri injili ambazo ni za kujipendekeza kwa wanadamu badala ya kuisema ile iliyo kweli yako, Mungu mtakatifu, utufundishe kuacha kukusahau na kukuacha kwa upesi, katika jina la Yesu Kristo. Uwe pamoja na us. Amina. Haleluya. Sasa tuende kujadili mambo haya ambayo nikijaribu kuya subdivide, tuseme kama kuyawekea vipengele, naweza nikasema kwamba yana sehemu kama tatu. Sehemu ambayo kwanza nasema kwamba ni swala zima la kupotoka katika imani yetu ya Kikristo au katika msimamo wetu na Mungu. Hapo naposema hivyo namaanisha kwamba hili neno halimhusu mtu anaitwa Mkristo tu, linamhusu kila mtu aliyeumbwa na Mungu, kwa maana Mungu kila jambo alilofanya lilimkusudia kila mwanadamu aliyemuumba. Haleluya. Kupotoka tutakutazama na kukutafakari na kuona madhara yake na ni nini inafaa tufanye ili kusudi tukae vizuri na Yesu Kristo, tukae vizuri na Mungu mwokozi wetu, muumba wetu. Na tutaangalia kuhusu habari ya injili ambazo hazijasimama katika mtiririko na msimamo na makusudi mazima ya Kristo au ya Mungu, zinazokwenda kinyume, contrary na makusudi ya injili ya kweli ambayo inakusudiwa na Yehova mwenyewe. Halafu tutajaribu kuangalia pia humo kuhusu dhana ya kukosa
ufahamu au akili au hekima ambazo ndio zinasababisha watu, niseme tulio wengi, kujikuta tunakwenda kinyume kabisa na mapenzi ya Mungu, na kujikuta aidha kwa kujua, kwa makusudi, kwa kiburi, au kwa bahati mbaya, au kwa sababu ya kupotoshwa, kwa sababu ya mafundisho unayoyapokea kutoka mara fulani, au uelewa na fikira ndogo na mtazamo usio stahili, unajikuta au tunajikuta tunampa kisogo Yesu Kristo, au tunalipa kisogo neno la Mungu, ambako ndiko kumwacha Mungu na kupotoka na kuelekea kuangamia. Bwana Yesu atuhurumie. Haleluya. Ndio, Yesu anakupenda, Yesu ananipenda, Yesu anatupenda, Mungu anatupenda, hataki tupotee. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote, kuwa ushuhuda kwa watu wote, kuwa ushuhuda kwa watu wote kabla ya ule mwisho kuja, ili watu wapate kujua, na tena ili kusiwe na visingizio, watu wajage wakose ni namna gani ya kujitetea. Utajiteteaje? Ijulikane kwamba kama wewe haukuwa mwehu, kama wewe haukuwa punguani katika nyakati hizo ambapo habari njema ilikuwa inahubiriwa kama hivi, ulielewa kabisa iwapo haukuwa mwehu au punguani au mkosa akili. Kwa hiyo hutakuwa na uwezo wa kujitetea. Wewe mwenyewe utatupwa kwenye tanuru la moto ukikubali kwamba ni sahihi, nitupeni tu huko, ni sahihi kabisa, ni kweli, mimi nilikuwa kiburi. Haleluya. Sasa tunakwenda, acha tusome maneno matakatifu kutoka katika kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Wagalatia. Tusome katika sura ya 1 na halafu tuangalie kwenye mstari ule ambao ni wa 6 na wa 7. Baada ya Paulo mtume kuwasalimia Wagalatia na kuwatakia kila laheri katika Bwana, ndipo akasema hivi katika mstari huu, ni katika Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6, nitasoma mpaka mstari wa 7. Anasema hivi: na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wanao wawatabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Naona hicho kitu hatari kubwa sana. Hapa alikuwa yuko anaongea na waumini tuseme, kwa sababu hapo hayuko anaongea na watumishi, lakini ameshawaeleza tayari hapo kwamba wapo watu wawataabishao. Kwa hiyo anaongea na waumini, anaongea na watu ambao si watumishi wa Mungu, lakini kwa kuwa katika kuongea nao humo tayari amekwisha wataja, ameshasema wapo watu wawataabishao. Ndio hao sasa watumishi wa Mungu wanaokuja na injili ambazo ziko kinyume kabisa na jinsi ambavyo injili ambayo Paulo mtume alikuwa anaihubiri, ambayo ile injili ya Paulo mtume ndio ile ile ya Yesu Kristo, kwa maana yeye ni mtume wa Kristo. Haleluya. Manake mtumwa wa Kristo, manake ametumwa na Kristo. Kwa anayo yahubiri ni yale yale ya Kristo. Kwa hiyo mwongozo na mwelekezo wote wa injili ya Paulo ni ule wa Kristo. Kwa ukisikia injili ya Paulo, manake unasikia injili ya Kristo. Paulo akihubiri yale ni maneno ya Kristo, Yesu mwana wa Mungu. Haleluya. Paulo anasikitika wakati yeye anahubiri na kusema kwamba tumekombolewa kwa neema, tumeokolewa kwa neema na imani. Wengine wanakuja na kusema injili za sheria, mambo ya torati, wakati
Lakini neno la Mungu linasema wazi maeneo mengi kwamba watu watembao katika sheria na kuitumainia torati wanaishi katika laana. Kwa hiyo inamaanisha hiyo injili nyingine iliyo kinyume na injili ya Paulo, ambayo ndio injili ya Kristo, injili iliyo kinyume na injili ya Kristo, injili iliyo kinyume na injili ya Paulo ni injili ya laana, injili ya sheria, injili ya torati, injili ambayo haijikiti katika neema ya Mungu, kama jinsi ambavyo tunajua kwamba hata Ibrahimu alibarikiwa na kuhesabiwa haki kwa njia ya imani na neema. Ndiyo injili ambayo Paulo na Yesu Kristo wanaihubiri, na ndio injili tunayotakiwa kuiendea, injili ambayo inahubiri kutafuta ufalme wa Mungu na kwamba mambo mengine yote tutazidishiwa. Ndio hiyo injili tunaitaka, tofauti na ile injili ya kuja kuhubiri watu, kuwajenga imani zao zijenge na kusimamia katika dhana tu ya miujiza, ya mambo ya mafanikio ya mwili. Hiyo ndizo injili feki ambazo Yesu Kristo na Paulo mtume na Mungu wanakataa. Bwana Yesu asifiwe na atuhurumie pia. Ukishasikia mtu ambaye anakuja kuhubiri injili ambayo haisimami katika kukusisitiza wewe kutubu na kutafuta ufalme wa Mungu na kukusisitiza kwamba mambo mengine yote utazidishiwa, injili isiyokueleza kwamba simama katika imani na kutumaini na kuitafuta neema ya Mungu, lakini inakuhubiri kutafuta pesa na magari na majumba na utajiri wa ulimwengu, kukusisitiza katika dhana zima ya kumiliki badala ya kufikiri sana kuhusu kupondeka moyo na kuwa mnyenyekevu mwenye kutafuta ufalme wa Mungu kuliko kitu kingine chochote kile. Hiyo injili ni ile iliyo kinyume na Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, injili kama hizo epuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Paulo mtume katika Wagalatia hawa alisema katika sura hii ya kwanza mstari wa 10, akasema hivi: maana sasa je, ni wanadamu ninao washawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Unaona hicho kitu? Unaelewa hiyo point? Hii Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 10 inatueleza kitu ambacho kinataka kutuonyesha kuwa injili baadhi tunazozisikia au tunazozihubiriwa na baadhi ya watu zinajikita sana katika kutafuta kuwapendeza wanadamu. Yaani mtu anahubiri, anajitahidi tu kujikita katika kutumia aya na mistari na pointi na hoja zake anazozijenga zenye makusudi ya kuwavutia wanadamu, ili wao wanadamu wapendezwe na maneno hayo ambayo yeye huyu anayehubiri anayatumia, ili wamkimbilie, waseme sijawahi kuona injili kama anayohubiri Yefta. Akihubiri utapenda tu mwenyewe, utapenda kila siku uende. Sio hiyo injili ambayo Yesu Kristo anataka. Yesu Kristo anachokitaka ni wewe kuhubiri kwa kufuata mwongozo wake, kwamba ni aina gani ya injili mtu anatakiwa aihubiriwe ili kusudi akae katika mstari mzuri wa kuelekea katika ufalme wa mbinguni, wa kuelekea katika wokovu, wa kuelekea katika utakatifu. Sio injili ya kufanya kwamba ili kusudi huyu mhubiri apendwe, aonekane anafaa, aonekane maarufu. Unajua, ndio maana hata hivyo neno la Mungu linatuambia mara pengi kwamba mambo ya shetani ni matamu, yanafurahisha, yanaleta raha. Kwa hiyo injili iliyo feki ambayo iko kinyume na mpango mzima wa Kristo mara nyingi ina tabia ya kuwa tamtamu. Ukianza kuisikia utapenda tu, itakuelekeza katika kuonyesha picha ya namna gani ambavyo utatoka katika dhiki na mateso ambayo umo ya maisha haya tuliomo. Itakuletea mambo ya raha.
Hebu fikiria ukiambiwa kwamba unakwenda kupata magari sasa hivi, unakwenda kupata mapesa, unakwenda kupata mke mzuri sana, utakwenda kubarikiwa upesi, adui zako wanakwenda kuangamizwa. Saa ngapi hautasikia kuvutiwa kwamba hapa ndio mara napendaga? Lakini injili ya Mungu haiko hivyo. Mara nyingi itakwambia mpende adui, watakie mema wasio kutakia mema, waombee. Itakueleza kwamba heri yao wanaoteseka sasa hivi, kwa maana nafasi yao ni njema katika ufalme wa Mungu, hali ambayo inamaanisha kwamba uvumilie uvumilie mateso na hizo shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu ni mfano tu mwepesi wa kukuonyesha kwamba injili ya Kristo, ambayo ndio injili ya Paulo pia kama mtume wake, haijikiti katika kujipendekeza kwako wewe msikilizaji na pokeaji, bali inajikita katika kukueleza ule ukweli wa Mungu. Ikueleze tu uwazi wote. Kama kuna hatari ambazo zinakukabili iwapo wewe hautembei katika mapenzi ya Mungu, hiyo injili ikueleze, sio ikubembeleze. No, ikujulishe kwamba ipo neema ya Mungu, lakini pia ipo hatari kubwa sana iwapo hautulii katika mstari mzuri na Kristo. Haleluya. Ni hatari na ni laana kubwa kutembea na kuishi katika mwongozo ambao uko kinyume na mapenzi na matakwa ya mafundisho ya Mungu. Neno la Mungu nasema, itengenezeni njia ya Bwana, kwani siku zake zi karibu. Kuitengeneza njia ni kuchunguza mwenendo wa maisha yako na kubaini mahali ambapo hauko vizuri, uweze kujirekebisha, ukarabati maisha yako, uweze kutulia vizuri na Bwana. Hiyo ndio injili Kristo anataka. Tengeneza njia ya Bwana. Njia ya Bwana sio barabara ya lami wala barabara ya vumbi au barabara ya changarawe. Ni moyo wako kuweka kwa sawa na Kristo, kupiga vita vitakatifu, kuepuka uovu na kutafuta utakatifu wa Bwana kwa bidii zote. Soma neno la Mungu, sikiliza injili zimezosimama katika mstari mnyofu, epuka mafundisho ya uongo, chukia uovu, tamani kutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Ndizo injili zinazotafutwa za kuwapeleka watu katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Pigie Bwana makofi. Iko hivyo. Neno la Mungu katika kitabu hiki cha Wagalatia, tukienda katika mstari wa 3, sura ya 3, ukisoma kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 8, ambapo nitasoma kwa upesi, linatuonesha namna gani ambavyo ni hatari kwa mtu ambaye hata heshimu injili kama hii ambayo ninaiwasilisha kwako, nikiwezeshwa na Kristo mwenyewe katika siku hii ya leo, saa hii, dakika hii, wakati huu, fursa hii, maeneo haya, katika jina la Yesu Kristo. Hatari ambayo inaweza kukukabili na jinsi ambavyo Mungu anakuzingatia wewe ambaye unaweza kuwa wa aina hiyo. Tusome Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3 na kwenda kusoma. Naanza na mstari wa 1 takwenda mpaka mstari wa 8 kwa haraka. Neno la Mungu nasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani?
Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Question mark. After you have begun spiritually or in spirit, are you intending to go to be fulfilled freshly or in flesh? Swali. Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Mstari wa 6. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Unaona hicho kitu? Hapa hili neno la Mungu linataka kukuonyesha wewe kwamba safari ya imani ya Ukristo ilianzishwa kwa imani, kama ambavyo ni safari ya imani. Na ndio maana hata katika Warumi kwenye sura ya 3 mle tunaambiwa kwamba watu wote huhesabiwa haki kwa njia ya imani na neema. Hakuna mtu anahesabiwa haki kwa njia ya sheria au kwa njia ya Torati. Ukisema unajiweka chini ya sheria au chini ya Torati, wewe ni mlaaniwa na ni mhukumiwa, kwa sababu hauwezi kushinda, hauwezi kufaulu. Kwa lugha nyingine, huwezi kutoboa kwa ile lugha nyingine, kwa sababu wewe uliyevaa mwili huwezi kujidanganya au kumdanganya mtu yote yule kwamba una uwezo wa kujituni katika sheria, utembee chini ya sheria na Torati, kwamba utafaulu wewe kutembea katika sheria katika maisha yako, asubuhi na mchana na usiku, unapotembea, unapoketi, unapolala, unapoamka, kwamba wewe utafaulu, kwamba umejiwekea sheria. Sijui umejiwekea remote control au ile kitu wanaita nini ile wanaita, kuna ile kitu nimesahau jina yake, wanaita vile vitu waliwahi huwa wanafungia kwenye magari viweze kuregulate kwamba kama ni speed isizidi kadhaa, kwamba umewekewa vifaa kama hivyo katika mwili wako, katika nafsi yako, katika roho yako, katika imani yako, kwamba una uhakika sasa vimetuniwa ndani yako wewe, katika akili, katika moyo, katika viungo vyako vya mwili, viweze kukukontrol wewe uenende katika sheria daima, usiweze kukosa. Hii ndio maana ya kwamba tunakombolewa kwa imani na neema, na kwamba hatuwezi kutoboa kwa Torati au sheria. Ukijiweka chini ya sheria, manake wewe umejiweka chini ya hukumu, umeangamia. Yani wewe mwenyewe tu unajiangamiza, una influence maangamio yako. Pokea imani na neema, kubali kwa mnyenyekevu chini ya Kristo, chini ya imani ya Kristo, ili kusudi Mungu aweze kuona kwamba wewe umepiga magoti na kukiri kwamba bila imani hauwezi kutoboa, hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu, hauwezi kumpendeza Mungu. Ndipo hapo ambapo hata inapotokea kwamba kwa bahati mbaya, sio kwa uzembe wala ujinga wala makusudi wala kiburi, ikatokea kama umetereza, hata unapojisikia kujuta mwili kwamba oh my God, Mungu wangu, imetokeaje nikafanya hili? Mimi najuta,
na tubu mbele zako, Mungu atakusamehe upesi sana, kwa sababu anajua wewe unatembea chini ya imani na neema. Upesi sana atakusamehe. Lakini kama ulijiweka katika torati, atakwambia waende hao wa torati wakusamehe. Na hao wa torati, wali wa torati sio Mungu, niseme ni shetani labda, kwa maana ni mafundisho yale ya uongo ya hao ambao Mtume Paulo anasema kwamba wapo watu wanaokuja wakileta mafundisho mengine ambayo ni tofauti na yale tuliowafundisha. Wanakupa mafundisho ya kukuelekeza katika laana na maangamio. Epuka mafundisho hayo, jiepushe na watu hao. Kimbia kwenye injili ya Paulo mtume, kwenye injili ya Yesu Kristo ambayo ndio injili ya Yehova, ukapate uzima milele, ukapate baraka, ikakufundisha kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni na kukujulisha kwamba hayo mengine yote utazidishiwa, katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Yes, iko hivyo my friends. I tell you, it is very dangerous. Ni hatari kama usipokuwa makini. Ni hatari, nakwambia ni hatari. Umejaliwa neema ya kupokea neno hili neno usipolibeza, usipolidhalau, usipolitupilia mbali, kama hivyo hawa ambavyo waliulizwa, mmeanza kwa imani, yaani mnataka kukamilisha kwa mwili, yaani mmeanza katika roho, mnataka kukamilisha katika mwili. Ni ujinga ulioje huu? Inasikitisha sana, inasikitisha sana. Afadhali leo hii umesikia neno hili, ili kusudi ujue kama utakubali kwenda kuelekea katika njia ya kujiangamiza mwenyewe, uende kwa sababu umeamua. Lakini umesikia huu kweli. Yesu Kristo alipokuja kuhubiri, hakuna siku hata moja ambayo alijikita katika kusisitiza watu kung'ang'ana sana na kuivuna hii dunia, kutafuta utajiri wa dunia hii. Alifundisha kwanza kujikita katika kutafuta ufalme wa mbinguni. Na ukiutafuta ufalme wa mbinguni, haya mambo mengine kama ni mafanikio, si ya mwili, si ni elimu, si ni pesa, si ni nini, si ni kupata sijui familia nzuri, si vitu gani, hayo yanakuja tu, yanafuata. Yenyewe tu yatajiseti, yanadubukia ndani ya channel, yanaingia ndani ya mnyororo, yanatiririka kufuata mkondo, yanakufuata. Mungu hata ngoja uyaombe. Mungu anaangalia huyu mtu amechagua njia iliyo sahihi. Sasa na haya mengine acha niyaweke katika channel, yatiririke yakimfuata. Acha kujengea imani yako katika mwili, jengea imani yako katika roho. Haleluya. Ndio, ni hatari sana, ni hatari sana kuenenda katika njia isiyo stahili. Ni hatari sana. Unapo iacha njia sahihi ya Mungu na kutaka kwenda katika mstari usiopendeza, wewe Mungu anakuita kwamba umempa kisogo. Na unapompa Mungu kisogo, mara nyingi naye anakupa kisogo, anakuacha. Na anapokuacha wewe unakuwa finish, kwisha, hauna bahati, unakuwa umeangamia. I'm sorry. Tusome neno la Mungu katika Yeremia 32. Twende katika kitabu cha Yeremia sura ya 32, tuangalie maneno fulani. Tuangalie upesi, sikupafungua mapema lakini nitapapata upesi. Yeremia sura ya 32. Tuangalie katika mstari wa 33. Yeremia 32:33. Hapo tunaona jinsi ambavyo unapofuata mafundisho yasiyofaa, au unapoamua uamuzi wa kuwa na msimamo wa imani usiopendeza, au unapoamua kutoa mafundisho ambayo yako kinyume na matakwa ya Mungu,
wewe unaitwa umempa Mungu kisogo. Kumpa Mungu kisogo ni kama vile kuachana naye. Hauna mpango na Mungu. You never mind about God. Yani umemwita kwamba Mungu hafai. Yani umemtupilia mbali. Ni hatari sana. Tusome Yeremia 32 mstari wa 33. Panasemaje? Yeremia 33 32 33. Mnisamee macho yangu yaone vizuri, nilisahau kuvaa mawani. Tena wamenigeuzia visogo. Wamenigeuzia visogo vyao, wala si nyuso zao. Ingawa naliwafundisha, niliondoka mapema na kuwafundisha, lakini hawakusikiliza ili wapate mafundisho. Sasa hebu tuelezane ukweli. Hapa tuseme Bwana Yesu asifiwe kweli? No. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu akuhurumie ikiwa wewe nayo uko hivyo. Hii inamaanisha kwamba unapompa Mungu kisogo ni kwamba aina yoyote ile ya maneno ya Mungu ambayo umewahi kufundishwa au umewahi kusoma, umewahi kukutana nayo, umewahi kufunuliwa na ukabaini kwamba ni maneno ya kweli na mazuri na yanafaa kuheshimiwa, lakini wewe hauyafuati, au umewahi kuonywa kwamba usifundishe hivi na usifundishe hivi, lakini wewe unafundisha hivyo, manake umempa Mungu kisogo. Manake umemtupilia Mungu mbali. Ina maana umesema wewe Mungu, nenda zako. I don't care about you. It's up to you. I know my ways. Ina maana wewe uko hatarini ukisema kwamba unazijua njia zako wewe mwenyewe. Hautaki kujali kwamba Yesu Kristo anataka ufanyeje, Paulo mtume anataka ufanyeje, Mungu anataka ufanyeje. Wewe unataka tu kwamba ufanye vile ambavyo unaongozwa na moyo wako peke yako, au unavyoongozwa na shetani wako, au unavyoongozwa na msimamo wako. Unakuwa kwa hatarini. Umeona? Epuka kumpa Mungu kisogo. Ukimpa Mungu kisogo, naye anakupa kisogo. Na akikupa kisogo, wewe umekwisha. Unakuwa umejitumbukiza ndani ya jehanamu hata kabla ya wakati. Mungu tuhurumie. Mungu tuhurumie. Ni hatari. Kumpa kisogo Mungu usifikiri kitu kikubwa sana. Inawezekana na wewe umempa Mungu kisogo na wewe haujui. Kama unajua neno lote lile la Mungu, aya yoyote ya Biblia ambayo unaikiuka, manake wewe unampa Mungu kisogo. Kama kuna amri ya Mungu ambayo hauitekelezi, kama kuna maelekezo yote ya Mungu ambayo hauyafuati, manake wewe Mungu umempa kisogo hiki. Umemnyima uso huu. Hautaki Mungu akuone hapa, unataka akuone hapa. Kwa hiyo wewe umemdharau Mungu. Ukidharau andiko lolote, ukiweka kiburi kwenye andiko lolote, ukipuuza mwongozo wote ule wa neno la Mungu, neno la Kristo, la injili ya Kristo, manake umempa Mungu kisogo. Yani umemdharau. Hebu niambie, bado unangoja siku ya hukumu tena? Sitaki umeshahukumiwa. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie sana. Haya matakatifu yanaendelea kutonya kuhusu swala zima hili la kuyaendea mafundisho yasiyofaa na kufundisha tena mafundisho yasiyofaa. Hii injili ni kwa ajili ya wote, waumini na wahubiri. Ni hatari kuiendea injili ya uongo, ni hatari kuifundisha injili ya uongo. Ni laana kuiendea injili ya uongo, ni laana kuihubiri injili ya uongo. Ni dangerous. It is so dangerous. You are being totally annihilated because of your own decision and your own attitudes. So you ought to take it lest you be destroyed. Chukua tahadhari usije ukaharibiwa. Ni hatari mpendwa. Ogopa. Mimi naogopa. Hata ninajaribu kujitahidi kuepuka. Mungu tu anisaidie. Ogopa na wewe.
tafuta kila jinsi ya kuepuka kumchukiza Mungu. Ni hatari Yesu Kristo au mitume wake wanapoumia kwa kuona wanajitahidi kujitabisha ili kutuondoa katika maangamio, lakini sisi bado tunarudi huko huko. Sodoma na Gomora ni hatari. Ngoja nikueleze. Unajua Mungu tunafahamu kwamba ni wa neema. Na ni kweli Mungu ni wa neema. Ndio maana hata tulipomuudhi, mimi nasema tulipomuudhi, maana Adam alipomuudhi ni mimi nilimuudhi, kwani Adam si ndio mimi? Eva alipomuudhi ndio wewe ulipomuudhi, wewe dada, wewe mama, wewe sijui bibi, sijui nani, sijui shemeji, sijui nani wewe. Adam alipomchukiza Mungu, ina maana mwanadamu ndiye alimchukiza Mungu. Kwa hiyo tulipomuudhi Mungu kwa neema yake aliumia, lakini badala ya kusema chukia aje kutupiga, akasema nitakwenda kumsaidia mwanadamu. Nilimuumba kwa makusudi mazuri, nikamweka duniani ili anitukuze. Nipendeze naye, nikiona mienendo yake mizuri na furahi, nasema Yefta wangu niliyemuumba yule, tazama mienendo yake mizuri ya kuvutia. Tazama matendo yake. Angalia maneno yake, angalia mafundisho yake, angalia jitihada zake katika maisha yake ya kiroho. Yefta mzuri kweli. Angalia yule, tazama yule Eliza, tazama yule Maimuna. Nisamehe hili jina nimejikuta nimelitamka tu, lakini namaanisha kwamba kwa sababu hata hao wanaoitwa kina Maimuna waliumbwa na Mungu. Wapo watu wanaitwa kina Maimuna, lakini japokuwa aliangukia katika hizo imani za Kiislamu ambazo ziko kinyume na matakwa ya Kristo na matakwa ya Mungu, wanajikuta wanapewa majina ambayo pia na majina na mapepo yanatumia. Si wakina Zuena, si wakina nani. Tazama yule Rehema, tazama yule Yakobo. Angalia mwenendo wake jinsi ulivyo mzuri. Jamani, niliumba kwa kweli. Angalia Eva, mwangalia Adamu. Ndicho Mungu alichotarajia, lakini vitu vikaenda kinyume. Lakini badala ya kusema kwamba sasa Adamu amezini, Adamu sijui ameua, Adamu ametukana, Adamu amesengenya, ngoja nikampige. No, akasema nitakwenda kumwokoa. Hiyo ni neema. Ndio Yesu akaja kwa neema akatuokoa. Na hiyo neema ipo mpaka sasa. Ndio maana ukiamua kusema nimeshtuka, nimegundua, nilikuwa nimepotea, narudi, neema ipo kwa ajili yako. Ipokee, uokolewe. Halafu jitahidi kuenenda katika bidii za kumpendeza Mungu. Kama mimi ninavyojitahidi. Sema tu unijui maisha yangu. Najitahidi. Hata kama naweza nikaa na shida, najaribu. Hata siwezi kupima kuthubutu kujiita mtakatifu mimi. Si thubutu, na siku zote naliogopa hilo jina. Japokuwa kuna maandiko yanayonitetea, nasema kwamba kitu cha roho kwa roho ni roho. Kwa hiyo kwa sababu baba yetu ni mtakatifu na sisi ni watakatifu. Bana, ni afadhali wengine waniite mtakatifu, lakini mimi sitajiita mtakatifu kwa urahisi. Kwa sababu mimi najijua ni muovu. Ninawaza mabaya. Saa nyingine natamka mabaya. Saa nyingine najikuta natenda mabaya, lakini siyatendi kwa sababu nayapenda. Ninataka kufanana na Paulo. Paulo ukimfuatilia mara pengi, yeye mwenyewe amekuwa akijisuta, anasema mimi siko vizuri. Anatamani mema, lakini anajikuta akitenda mabaya. Yale anayotamani kuyatenda sio anayoyatenda. Afadhali ufanane na Paulo hii leo kuliko ujibinafsishe katika uovu. Uweke signature kwamba mimi ni muovu tu, kwa kuamua kwako kutembea katika njia za uovu tu katika maisha yako. Nataka kuambia kitu kimoja sasa. Tumezoea kusikia kwamba Mungu ni wa neema, Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa fadhili, si mwepesi wa hasira. Na ni kweli. Lakini sasa nataka kuambia kitu kimoja. Mungu pia huchukia. Mungu pia ana hasira. Mungu pia wakati mwingine anapiga. Mungu huwa anaadhibu. Mungu huwa anararua. Ukimchukiza akiamua anakurarua, anakuchana, anakutenganisha vipande, anakupoteza. Ndio point yangu imeposimama mdau. Nataka kukusomea andiko moja takatifu ulisikie. Hebu fungua kitabu cha Hosea. Fungua kitabu cha Hosea. Tuangalie katika Hosea. Tuone Hosea, tutazame katika sura, tuende kwenye sura ya, nenda kwenye sura ya 6. Na uhakika ni sura ya 6. Bila shaka ni Hosea sura ya 6. Na
Tuangalie Hosea sura ya 6. Kama sijichanganyi, lazima itakuwa ni mstari wa kwanza. Sikiliza. Huyu ni Hosea. Wakati neno la Mungu lilipomjia, ilikuwa ni baada ya kuwa wana wa Israeli wamemchukiza tena Mungu. Na unajua Mungu alikuwa akichukizwa na wana wa Israeli. Wakiasi wakapitikiliza mpaka akachoka, akaona sawa, haya majinga namna gani, haya matahira sasa. Mbona najitahidi kuyarekeza na yabembeleza, yakiniudhi na vumilia, na yaonya, yakijirekebisha kidogo tunasonga, na yatendea mema. Kila yanayoniomba na yatendea, lakini yanafika mara yananichukiza. Akichukia vya kupitiliza, alikuwa na wapiga au anaachilia mapigo. Anaweza akawaachilia mikononi mwa mataifa maadui, wakawatawala na kuwatesa. Lakini huu muda sasa, neno la Mungu lilipokuwa limemjia Hosea, Mungu akapitia kwa Hosea ili kusudi awashauri wana wa Israeli ili waweze kumrudia Mungu, waweze kuona jinsi ambavyo Mungu akichukia ni hatari. Kwa hiyo na wewe leo hili neno likuingie, ulisikie, uone kwamba ni wakati wako kutambua kwamba unatakiwa ujirekebishe kabla Mungu hajachukia dhidi yako. Tusome Hosea 6:1. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua. Unaona hiyo kitu? Si unajua maana kurarua? Kuchana. Maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. My God. This is why I usually tell you that Jesus is the doctor. God is doctor of doctors. Lakini japokuwa ni doctor, yeye huyu ni hatari sana. Ni hatari sana ukimchukiza. Badala ya kutibu, my God, yeye ndiye sasa anakuletea majeraha, ndiye atakupiga mwenyewe kabisa. Yeye mwenyewe anakuchapa kwa mkono wake. Huyu Mungu tunaita Mungu wa neema, Mungu wa huruma, Mungu wa fadhili, Mungu si mwepesi wa hasira. Si mwepesi wa hasira, lakini inamaanisha kwamba sasa si mwepesi. Huo wepesi ukiondoka anachukia. Na akichukia, ndio inakuwa ile kitu wanasemaga kinoma. Inakuwa noma inakuwa noma. Dangerous on dangerous. Hatari juu ya hatari. Ni hatari. Mungu ni wa hatari. Unaona nacheka, si kwamba nacheka kwamba ni mazuri. Kwa hiyo hapo ilikuwa ni baada ya kuwa Wanaisraeli wameshachukia. Mungu ameshachukia na ameshawapiga. Wakati wa uongozi wa aliyekuwa akiongoza kabla ya Hosea, ndipo sasa neno la Mungu likamjia Hosea ili Hosea awashauri basi hao waliosalia. Na wewe ni katika waliosalia. Leo neno hili linakushauri kwamba njoo umrudie Bwana. Kwa maana Mungu amerarua. Ameshararua watu mbalimbali huku nyuma. Ndio kinachotaka kuongelewa hapa. Kwa hiyo ili na wewe usije ukararuliwa au ukapigwa kama neno ambavyo linasema hapa. Maana amerarua na amepiga. Ametoa mkongoto. Si unajua mkongoto, kipigo. Sasa basi wewe ambaye kwa neema bado haujararuliwa na haujapigwa, rudi, kimbia mbio. Umrudie Bwana. Ili kusudi basi hata hayo majeraha ulionayo, maumivu ambayo tayari umekwisha yapata, ayatibu. Dr. Jesus akutibu. Akupe madawa, akupe dose. Kama ni sindano udungwe, kama ni drip uwekewe, kama ni operation ufanyiwe, surgery. Kama ni physiotherapy, mazoezi ya baba cheza ufanyiwe. Upone. Sawa? Karibu. Pokea neno la Mungu hili la wokovu. Hii ndio injili ambayo Yesu Kristo anataka. Sio injili ya njoo upokee muujiza, njoo upate magari, njoo uchukue pesa, njoo washtaki maadui zako, wawe, wafe. Take care. Ukikimbilia huko umekwisha. Na huyu anayekufundisha hayo amekwisha. Acha Mungu mwenye kama anataka kuwapiga adui zako, au apige kwa sababu ameona haja ya kuwapiga pale inapokuwa tu imebidi. Lakini adui muombee mema. Sio mepesi haya. Hii ndio ile wanakuambia ukipigwa kofi hapa, geuza hapa.
Ukiona maadui wamekulemea, hand over them into hands of God, the creator, the only judge we have. Hakimu pekee tule naye, hakimu wa haki, Mungu. Kama kuna wanaokuhukumu kwa uonevu, wabebe, waweke mikononi mwa Mungu. Sema, Mungu, deal with these people. Wewe peke yako kabiliana nao, wahurumie, wasaidie. Lakini kama ni viburi, kuliko anipige mimi kwa kunionea, hebu basi Mungu angalia kwamba wanataka kukupiga wewe, sio kunipiga mimi tena. Sasa alafu sasa uje unione hiyo balaa. Watapigwa ni mkongoto ni mkongoto. Sijui ni ufanisha mkongoto gani. Haupo mkongoto unaofanana nao, si unanielewa? Ombea adui yako aishi siku nyingi. Vita vyetu si vya damu wala nyama, si unajua? Wewe mpendeze Mungu, tafuta kumpendeza, jitahidi kumuishia. Sawa, muishi Kristo. Wewe muishi tu Kristo, Mungu atakutendea mambo mengi makubwa na ya ajabu. Yaani wewe bila hata kuyamuomba unapaka unasema, Mungu umenipa hii, Mungu umenifanyia hili, kwani kivipi? Kwani mimi nilikuomba? Lakini najua hutaweza kumrudishia. Kwani Mungu atakufanyia mambo mazuri afu mwambie ondoa hapa, ondoa hapa. Unachanganyikiwa tu unapaka unasema, ndio maana wanasikia wanasema Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Mimi siwezi kukuficha, nimeshauona wema wa Mungu kwa namna nyingi sana. Mungu amekuwa akinitendea mambo makubwa sana ya ajabu katika maisha yangu. Ninazo shuhuda. Sipendi mimi kuja mbele zenu kuleta mambo ya shuhuda. Mungu amenitendea mambo makubwa ya ajabu sana. Mungu amekwisha nitendea mambo kama aliyotendea Elia. Ya hata Elia ameshanitendea mambo kama nilitaka kusema Yeremia, akamwokoa kutoka katika shimo la matope. Mimi unayeniona hivi, Mungu mimi amekwisha nitoa katika tundu la simba. Mimi nakueleza ukweli. Sipo hapa kwa ajili ya kuleta shuhuda. Nipo hapa kwa ajili ya kuleta discussion of the whole ghost of Christ. Mungu amekwisha niokoa mimi mikononi mwa watu hatari, watu wanaoitwa Freemasons. Several times, I tell you. Watu waliotarajia kwamba wataniua na kuniangamiza kwa sekunde tu, kwa sababu wananijua, maybe wananifahamu kabisa kwamba mimi ni mwovu. Wanajua yule si ni mwovu, yule ninajua dhambi zake. Dhambi yake ya kwanza ni hii, ya pili ni hii, ya tatu ni hii. Kwa hiyo yule nikisema kwamba ni mwangamize ni sekunde. Lakini walishindwa. Na hata wewe leo saizi kama ni wa aina hiyo, jaribu uone, utapigwa, utabaki unashangaa. Kwamba Yefta mwenyewe yule ninayemfahamu, lile jamali ovu lile. Sijui Levi, sijui Maraya, sijui Liongo, sijui lenye chuki, sijui lenye namna gani lile, utapigwa, utabaki unashangaa. Hata ukijitahidi kujaribu kutafuta zile njia za kishetani ambazo watu wa shetani wanatumia ili ndio uweze kufaulu, utafeli. Utafauluje? Unaweza hata ukapeleka mashtaka kwa Mungu kama vile shetani alivyoyapeleka kuhusu nani yule Ayubu. Ukanishtaki au ukamshtaki mtu mwingine ambaye labda anafanana mimi kwa namna fulani, ili kusudi ufaulu kuweza kufanya mambo yako mabaya kwake. Utashindwa na utabaki unajiuliza umeshindwaje? Au hautakuwa na fursa hata nafasi ya kujiuliza, kwa sababu utakuwa haupo. Utakuwa haupo. Utajiulizaje? Utajiulizia ndani ya jeneza au kaburi? I tell you, take care. Rudi kwa Mungu anayerarua na kupiga, kabla hajakurarua kama alivyorarua wengine, kama hajakurarua kama alivyorarua wengine, kama hajakupiga kama alivyopiga wengine, kabla hujadundwa kama alivyodundwa Farao. Wewe acha tujaji maneno ya Mungu leo ya kusaidia, yawe chachu ya kukuelekeza katika ufalme wa Mungu. Mpigie Mungu makofi. Hii ni injili ya wokovu, injili ya ufalme, injili ya mapinduzi ya kiroho, injili ya kukuondoa katika mwelekeo mchafu wa imani mbovu za kujengea katika mwili kuliko katika roho.
tutaongea mambo mengi leo katika muda mchache. Acha tuondoke hapo. Umepanoti kwamba Mungu ni wa neema na wa rehema na wafadhili, si mwepesi wa hasira, lakini Mungu ni dangerous. When it comes that he has to be angry, he will kill you, I tell you. Mungu ni hatari. Ndugu zangu, si tuende katika Waebrania. Tuende basi kwa Waebrania. Tuigire mu Baheburayo. Let's go to Hebrews. And see that God is dangerous, despite of the fact that God is merciful and not frequent of anger. God is not short-tempered, but when it comes that he has to be angry, I tell you, he will destroy, he will annihilate you. Twende kuona tujue kwamba na Mungu anazo pembe zake nyingi mno. Sijui 12, sijui 24, sielewi. Sio kama zile pembe za shetani, si zile za hivi, si zile za hivi. No, Mungu anazo pembe zake, akizichomoa my friend, he gonna kill you, he gonna finish you, gonna eliminate you. Akizichomoa pembe zake Mungu, akaanza wewe twende kwa Waebrania tukaone jinsi gani ambavyo Mungu sio neema. Mnihurumie, mimi mara nyingi katika kujadili maneno ya Mungu na watu, mara nyingi sipendi sana kujadili kuhusu habari ya neema ya Mungu. Mara nyingi napenda sana kujadili kuhusu hatari zinazotokana na Mungu. Kwa sababu watu wengi sana wanapenda sana, Yesu anatupenda, Mungu ni wa rehema, Baba si mwepesi wa hasira, ni mwepesi wa kusamehe, Baba mtakatifu. Mimi najua hayo na nayapenda, lakini napokwenda kwenye discussion na neno la Mungu kwa watu, napenda mara nyingi kuwatazamisha watu hatari zinazotokana na kuwa mbali na ukweli wa Mungu. Twende kwa Waebrania. Tuingie garini. Ingia katika ndege tusafiri. Twende huko Waebrania. Tuone jinsi ambavyo Mungu ni hatari. Tusome katika Waebrania. Acha twende tuangalie Waebrania. Hivi itakuwa Waebrania sura nafikiri 12. Itakuwa Waebrania sura ya 12. Nisamehe kwa kweli, nimekuwa mzembe kidogo katika kuandaa mistari, lakini neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu ni tamu. Kwa hiyo hata kama nikikuboa kidogo, kwa kukukauza kidogo, lakini nikakupa utamu uburyohe, the yum of the whole scripture. So it's what we are trying to say. Of course, I'm bringing to you some stuff which are looking something somehow terrible, but it's better to feel threatened, but the threatening which is leading you towards God's love, okay, it's very nice. So ni vizuri sana usikie maneno ya kutisha ya Mungu, ambayo ule utishi wake unakukokota karibu na Mungu. Ni faida kwako. Mara nyingine uoga unasaidia. Tuangalie Waebrania. Nimekumbuka ni Waebrania sura ya itakuwa ni sura ya 12. Itakuwa ni sura ya 12. Tuangalie Waebrania 12 mstari wa sura ya 12. Ni sura ya 12 mstari wa 6. Sawa? Huyu ni Paulo mtume akiwa anaongea na Waebrania. Sitaongea maneno yaliyotangulia, naongelea tu huo mstari. Afu utajiuliza huko nyuma kulikuwa na nini mpaka iwe hivyo. Halafu sikiliza. Nikasome 12 mstari wa 6. Hii sasa inahusiana na swala zima la kushikishwa adabu. Unajua kwamba Mungu ni baba yetu. Mungu ni mzazi, si ndio? Na mzazi anayekupenda anakushauri, anakuonya na nini.
Lakini anaweza kukushauri kwa maneno mazuri, polepole, kwa upendo. Lakini inapofika maana kama unamchukiza sana, amechoka, jamani, mzazi anachukia. Kuna wakati anakuonya kwa vipigo au vichapo au kwa zile adhabu nyingine, punishment za kunyimwa. Kwa kizungu anaita denial. Yeah. Your parent can deny you some precious or lovely or sweet stuffs, like maybe access to something, or maybe some gifts, okay, which he or she could give you, but because you annoy her or him, he denies giving it to. Unakuwa na mtoto kwa sababu anakuudhi, au au wewe ni mzazi, mtoto anakuudhi, unaamua kumnyima vitu fulani ambavyo ungependa kumpa vya kumfurahisha. Hiyo ni aina ya adhabu. Lakini sasa kuna adhabu nyingine ya kubondwa kabisa, fimbo, viboko na chapwa, kwa sababu umeshindikana. Mashauri ya upole yameshindikana, yanagonga ukuta. Sasa anatumia viboko, bakora. Waebrania sura 12 mstari wa 6. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Humrudi maana yake ni kumrekebisha, kumrejesha. Kwamba anaona umepotoka, umepotoka, haupaswi kufanya hivyo, unatakiwa uende hivi. Huko ndiko anakurudi. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Unaona hicho kitu? Anampiga. Mungu ni kama baba yako, Mungu ni kama mama yako. Akikuonya kwa njia nyingine zote zikashindikana, anakularua. Kama ni makofi anakuchapa, kama ni fimbo anakuchapa, wengine na mabuti anakuchapa. Inategemeana na mtu yukoje. Watu wanatofautiana. Kama mimi nikichukia, ukicheki vibaya na mabuti unakula. Napo na kwaso mimi tena inakuwa ni ile hasira yako imenitumikisha. Najikuta niko nacheza kung fu na wewe kung fu ambayo sijaisomea. Unakula buti, ukicheki vibaya unalo buti la sura. Na meno hauna. Nabaki najuta tu baadaye, lakini nimeshakusambua. Do you see that? Kwa hiyo ni hatari. Umeona hiyo kitu? Lakini kwa hiyo jilinde kabla Mungu hajacheza judo na wewe. Zeza mnazielewa? Chegwa mchakula kichwa. Ngumi. Mungu huyu anaruka. Sinajua wakina Jack Chan, wakina Bruce Lee, Jet Li, au zeza kina Arnold Schwarzenegger, au wakina Van Damme. Unapigwa Tyson. Au Evander. Mimi nawajua wale. Na wapendaga, sema tu vile vitu si entertain, kwa sababu saa nyingine vinaondoa katika utukufu wa Mungu. Hata mara nyingi havipendezi na havishauriwi kuangaliwa. Tunazidi kuona jinsi ambavyo tunatakiwa kujiepusha sana. Tunatakiwa sana kujiepusha kuzifuata injili za uongo ili tusimuudhi Mungu, na kujiepusha kufundisha injili za uongo ili tusimuudhi Mungu, na kujiepusha kutenda dhambi kwa ujumla. Acha uzinzi, acha ulevi. Dhambi nyingine nimezisahau. Acha wizi, acha masengenyo, acha tamaa. Naomba mnikumbushe zingine. Acha dhambi zote ambazo amri 10 za Mungu zinakataza. Acha. Usipoacha utafanywa hivi. Utapigwa na Mungu mwenyewe. Utuhurumie Bwana mwema. Hatupendi kupigwa, tunapenda kuona uzuri wako. Tuwe tunaomba hivyo na tunajitahidi kusudi Mungu atusaidie tusipigwe. Naona. Mnisamehe na hubiri injili ndefu, kwa sababu content ambazo nimefikiri tuzitafakari sitapenda kuzitenganisha kwamba nije nizilete katika mahubiri mengine. Ni afadhali usikie, uchoke, upozi, utamalizia baadaye. Nataka tuingie katika aya nyingine ambayo napenda tujaribu kuitafakari. Na itaweza kusupport
haya maandiko ambayo tumeyasoma hapa, kuzidi kuona kwamba Mungu ni hatari. Mungu ni mzuri, lakini Mungu ni hatari. Usipende sana kumwita Mungu ni hatari. Penda sana kusema kwamba Mungu ni mwema, lakini tujue kwamba pia japokuwa ni mwema, ni hatari anapochukia. Si tunajuaga sisi wote jamani, hata saikolojia inasema kwamba mara nyingi watu wapole wakichukia ni hatari. Mungu anafanana na watu wapole. Watu wapole ni mfano wa Mungu. Ukiwa chokonoa na kuvumilia, siku ya siku wakilipuka, my godness, hata kufa unaweza ukafa. Wanaweza kukuua bila kutegemea. Mungu anafanana nao kwa namna fulani. Akichoka Mungu, ni afadhali na mimi nikichoka. Mungu ni hatari, my friend. Mungu ni hatari, rafiki yangu, ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, dada yangu, mtoto wangu, binamu yangu, shemeji, na nani. Mungu akichoka ni hatari. Afadhali wewe ukichoka kuliko Mungu akichoka. Na kueleza ule ukweli. Wewe jifikirie, wewe unavyokuwa ukichoka kuvumilia maudhi. Ufikirie vile unavyokuwa. Sasa Mungu ni mara trilioni times trilioni, hesabu ambayo haipo. Kwa atakacho kufanya wewe kinazidi kile ambacho unaweza kumfanya mtu ambapo amekuchosha. Kwa Mungu ni hatari. Ogopa sana kumchosha Mungu. Acha mazoea mabaya. Mrunda alisema ngo akamenyere kishe dondi. Take care. Take care. Tuangalie kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi. Tuone kwenye sura ya pili. Tutasoma Warumi sura ya pili. Tuangalia mstari wa 5. Inahusu mapigo. Mimi tu najidili mimi leo nimeamua tu nijikite katika kukuonyesha jinsi ambavyo Mungu akiamua anapiga tu. Tena bila huruma. Tumezoea kusema Mungu ni wa huruma, si nini. Wewe acha. Usilolijua ni usiku wa giza. Usilolijua ni nini? Usiku wa giza. Mungu ni wa huruma, lakini akichoka badala ya kuimba kwamba neema imefunuliwa, utatafuta lugha nyingine ya kutumia. Si nimesema Warumi sura ya pili mstari wa 5. Au umeshasoma tayari? Panasema hivi: bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Sasa hii inaongelea habari ya hasira ambayo itatumika sasa ile siku ile. Umunsi wa nyuma. Umunsi wa nyuma. Tugeze kukaa nyuma. My friend, umunsi wa nyuma. The last day. I think after Armageddon. Kwa hiyo hii inaongelea jinsi ambavyo ukizidi kuwa jeuri na kujisimamia na kujifariji kwamba mimi si mwenye dhambi sana. Of course japokuwa ni mwenye dhambi, eventually nitatubu, mwisho wake nitatubu. Ukaendelea tu hivyo kuhubiri ujinga, kupenda injili za ujinga, unazifuatilia huko, si unaenda kutafuta sifa, miujiza, unapewa imani ya ovyo ya ajabu, injili za kutafuta sifa, injili za kujipendekeza kwa watu, badala kuhubiri injili ambayo Mungu anapenda wewe uhubiri, ambayo yeye anapenda ihubiriwe. Wewe unajifanya unamhubiri Kristo, unalitumia jina la Yesu Kristo, unaitumia Biblia, lakini bado unahubiri injili ambayo iko kinyume na matakwa ya Mungu. Na unajua kabisa, lakini unaendelea na jeuri yako, bora tu upate sifa, bora uheshimike, bora upate pesa, bora kanisa lako lijae, au wewe ambaye ni muumini, bora vile ambavyo sijui unatabiriwa, unatendewa miujiza na nguvu za mashetani, unaletewa mapesa, biashara yako inasonga mbele, unafanikiwa, lakini mafanikio yako yanatokana na Kristo. Unasema hapa ndio nataka. Na tena unajua kabisa kwamba japokuwa uko unafanikiwa, mafanikio yote uko kinyume na Mungu, umeng'ang'ana tu hapo.
Ndio hili neno hili ambalo nataka nilirudie tena kulisoma kama msisitizo. Yaani linamaanisha kama vile unazidi kujipalia makaa. Ni bora ungekuwa na maisha ya wastani ya kiasi ambayo yamesimama katika haki, lakini hayakupali makaa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi narudia kupasoma maana ni patamu. Ni patamu. Bali kwa kadiri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira ya siku ile ya hasira. Hasira ya siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Siku ile ambapo hakimu wa haki atakuwa yuko na hukumu. The fair judge will be judging. You ought to take heed, my friend. Ni lazima uchukue tahadhari kabla hujapigwa, kabla siku ya hukumu haijafika, uokolewe. I'm bored, but be patient. Nakuboa, lakini vumilia. Sitoki hapa kabla sijamaliza kile nilichotumwa na Mungu kusema na wewe, ili urudi kwa Bwana, utubu, uhubiri injili iliyo sahihi, na uhubiriwe injili zilizo sahihi. Uepuke kuhubiri injili isiyo sahihi, na uepuke kuhubiriwa injili isiyo sahihi, na uepuke kuenenda katika mwenendo usio sahihi. Utafute kuenenda katika mwenendo ulio sahihi unaompendeza Mungu. Haleluya. Ndio. Acha tuangalie jinsi ya kumaliza. Kwa sababu too much is harmful. Yeah. Because too much is harmful, let me see the way I'm gonna finish. The way we're gonna finish. We are going to fulfill today the discussion of all gospel, all scriptures of God. We're gonna accomplish. Prepare yourself to receive. Tunakwenda kukamilisha. Nataka kukuonyesha jinsi gani ambavyo ni hatari sana kufanya mzaha kwenye kitu kinachoitwa neno la Mungu, kwenye kitu kinachoitwa kukosa hofu ya Mungu, kwenye kitu ambacho hasa kinaitwa utumishi. Unapoleta upumbavu wako, upumbavu wa shetani, wa Lucifer, wa maagenti wa shetani, wa mafrimasoni, wa wapinga Kristo wanaokuja kwa sura ya kondoo na kumbe ni mbwa mwitu, kuja kudanganya watu wa Mungu, ili ujue kwamba hakuna tofauti na kujichimbia kaburi na wewe mwenyewe kuingia, na wewe mwenyewe kuvuta udongo na jifukia bila kutafuta hata msaada wa kuja kwa watu wa kuja kukufukia. Fungua kitabu cha Timotheo. Fungua Timotheo sura ya kwanza. Fungua Timotheo wa kwanza. Alafu ukishamaliza kufungua Timotheo wa kwanza, nenda tena kwenye sura ya kwanza. Alafu sambamba na mimi, ukishakuwa umefika kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo, alafu ukafungua sura ya kwanza, hebu tembea na mimi, nenda kwenye sura ya 20. Sio sura ya 20, mstari wa 20, lakini naomba tuanze na mstari wa 19. Timotheo wa kwanza, put in your mind. Hata ukitaka andika hiyo akiba yako, atakuwa unajikumbushia uone ni jinsi gani Mungu alivyo kwa wapotoshaji, watu ambao hawafuati maelekezo sahihi ya Mungu kwa watumishi wake. Ni jinsi gani wahubiri, ni jinsi gani Mungu anaweza kuwafanya, atakufanya kile kinachoitwa kitu kibaya.
tofauti na unavyofikiria. Lakini wewe kuna hako kamsemo, sasa kitu kibaya cha ukweli ukweli ndicho Mungu atakufanya wewe. Mbaya mbovu. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19 panasemaje? Nasoma kuanzia mstari wa 19 mpaka wa 20. Sawa? Sitaki kukuogopesha, lakini acha neno la Mungu peke yake likuogopeshe. Maneno ya kupaka mafuta yanachelewesha watu kutubu, yanachelewesha watu kuwa na hofu ya Mungu, yanasababisha watu kuzidi kuzama katika dhambi, ambapo hata wangeweza kurudia pale walipokuwa wameshafika katika njia ya maangamio, na wakaanza kurudi kuelekea kwa Mungu. Ndio maana ninapenda kutumia maneno ya aina hii. Umeshamaliza kuyasoma na mimi sijakusomea. Sawa, acha na mimi niyasome. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka 20. Uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali, wakaangamia kwa habari ya imani. Katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa Shetani watu hao, ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Mungu wangu, hurumia kanisa lako, na zaidi Baba, kwa muda huu hurumia watumishi wako. Unaona jinsi ilivyo hatari sana jamani. Sitamani kurudia kusoma tena maneno. Umeona hiyo? Ndio maana inauma kabisa, na machozi yanatoka kabisa. Inauma. Sitamani kurudia kupasoma, utasoma mwenyewe tena. Yaani Mungu alichoshwa. Alichoshwa na watu wengi sana, lakini miongoni mwao wakiwemo hawa watu wawili, Iskanda na huyo Himenayo. Mungu akachoka. Amechoka, amebembeleza, ameshauri, amefundisha, ametumia njia zote kuwarejesha katika njia sahihi ya utumishi. Wakashindikana kabisa. Yaani Mungu sasa akawasa watu nifanye nini? Maana wananitukana. Injili zao zinanitukanisha. Haziutangazi na kuhimiza utukufu na matakwa ya Mungu na matakwa ya Mungu na matakwa ya injili ya Kristo. Ina maana wakaigeukia injili ambayo ni ya uongo. Lakini Mungu akajitahidi kubembeleza, akajitahidi. Yaani kafika mara kaona wameshindikana. Yaani Mungu akasema sana afanya nini? Sasa hawa hakuna kingine. Na wakabidhi Shetani. Hebu fikiria ikifika muda Mungu akaamua sasa na wewe ameamua kukukabidhi Shetani. Tena kwamba eti ili awafundishe. Yaani akupeleke kwa Shetani, Shetani ndiye akakufundishe. Yaani umeshindikana kufundishwa na injili ya Kristo, umeshindikana kufundishwa na injili ya Paulo mtume, Mungu anaamua sasa akukabidhi kwa Shetani. Shetani ndiye akufundishe. Jamani, kama kuna maandiko katika neno la Mungu ambayo yanapenda kuniumiza moyoni, ni haya. Yaani haya nadhani yananiumiza kuliko maandiko yote yaliyo katika Biblia. Ni kweli yamo mengi. Yaani mengi sana ambayo yananiumizaga, lakini hili huwa linaniumiza kupita kiasi. Yaani Mungu anakuchoka, anakushauri, anakubembeleza. Anafika mara anachoka, anasema acha huyu nimkabidhi kwa Shetani, Shetani amfundishe. Yaani hebu jifikirie, hivi kufundishwa na Shetani kunafananaje? Kufundishwa na Shetani kunafananaje? Shetani kweli anafundisha? Yaani manake anaposema kwamba Shetani akufundisha, yaani ni kama kumaanisha kwamba yaani akumalizie tu. Wishe. Mungu wangu nihurumie. Wahurumie na wengine wote. Hatutaki kufundishwa na Shetani. Mungu mtakatifu, Baba mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, hilo ndio jina lako milele. Wewe ni Elohim, Mungu ule karibu na watu, Mungu ambaye siku zote uko pamoja nasi. Usitufanye kama Iskanda na Himenayo.
Usitukabidhi kwa shetani kwamba yeye ndiye atufundishe. Utusaidie Baba, tusimame katika neno lako. Utufundishe Baba kuepuka kufundisha neno la upotoshaji. Badala yake tupende kufundisha neno la Kristo, ile injili iliyofundishwa na Yesu Kristo mwenyewe, ile injili iliyofundishwa na Paulo mtume na wale mitume wake wengine ambao hawakufundisha kinyume. Utuepushe na injili ambazo ziko kinyume. Baba mtakatifu, nao waumini utufundishe Baba kutembea katika njia zako Baba. Tusije tukakuchosha kwa kutembea katika maovu na imani zisizofaa za kuipenda dunia badala ya kupenda wewe, badala ya kutafuta ufalme wako tukatafuta kujimilikisha ulimwengu. Ili Mungu tusikuchukize na kukuchosha na ukafika mahala pa kututupa ukatukabidhi mikononi mwa shetani kwamba yeye atufundishe. Hapana Mungu, nakusihi kwa ajili yangu, nakusihi kwa ajili ya huyo, kwa ajili ya yule, kwa ajili ya hao na hao, na hata kwa ajili ya yule na yule, hata yule ambaye analia na yule ambaye anaguswa na neno hili Baba, huyo ambaye amesikia maumivu makubwa kwa sababu ya hofu hii, Mungu nakusihi kwa ajili yake. Mtakatifu, usitutupe mikononi mwa shetani, uendelee kutukumbatia, ututie nguvu, tuwezeshe kutembea katika wewe. Tukuogope, tujue hatari za kutembea katika injili mbaya ya uongo, ili kusudi ufalme wako Baba tuje tuurithi. Na kusihi Baba, ulibariki neno lako, ulivuvie, ulipake upaku kutoka mbinguni moja kwa moja, uwe kinyume na yeyote atakayekuwa kinyume na injili hii. Katika jina la Yesu Kristo nakuomba nikiamini. Amen. Barikiwe na Bwana. Katika jina la Yesu Kristo hai. Amina.